Unajua watu ambao wanaitwa stubborn debtors, watu ambao wana madeni ya watu lakini hawataki kulipa, lakini wanatengeneza hela. Alafu kuna watu ambao ukiwafanyia kazi pia ni vigumu kulipa. Mtu anapata pesa, ni yeye na jamii yake, haangalii vile atakusaidia uweze kulipa pesa yako. Lakini kazi unafanya kwa bidii, unafanya kwa ustadi, unafanya kama yako kwa kujitolea. Na pengine umepitia video zangu nyingi na hauoni video ambayo unaweza ukafanya, ama umefanya zingine lakini watu hawalipi. Alafu mwisho unashindwa hata hela ya kununua bidhaa zangu ili uweze kusaidika na kujisaidia. Tumia yai la kienyeji. Tafuta yai la kienyeji na pilipili ya algeta. Chukua mbegu 4 kutoka kwa pilipili ya algeta. Alafu uchukue uweke kwa kinywa chako. Ukishaweka kwa kinywa chako pilipili ya algeta, sasa ita majina ya ule mtu ambao unamdai ama anatakana kulipa, umemfanyia kazi, ama unamdai pesa anapata lakini halipi. Sasa ita majina yake mara 7. Ukiwa unatafuna ile mbegu 4 za algeta, unaelewa? Uite majina yake mara 7. Alafu uite kwa hiyo mbegu. Alafu ukimaliza kuita, wewe sema vile unavyotaka ikue, ukimaanisha kwamba asiwe na amani mpaka vile atalipa pesa yako kiasi hiki na hiki. So unatamka vile unataka. Ukishamaliza unakete pale, unafanya hivyo kila siku kwa siku 7. Kila siku asubuhi unaamuka unafanya hivyo. Jambo hilo lazima lifanyike usiku wa manane. Ni vizuri kuifanya usiku wa manane kila siku. Unafanya kwa usiku wa manane. Unaelewa? Ni vizuri sana ikifanyika usiku wa manane. Wachana wale ambao wanasema kwa nini si mchana. Mimi nimekuambia ni vizuri sana uifanye kwa usiku wa manane. Sasa unaamuka ile saa 8 usiku unaanza kufanya hivyo, ama saa 6 usiku unaanza kufanya hivyo kwa siku 7. Ukimaliza siku 7, basi wewe ukishamaliza siku 7, sikiisha, chukua yai, nenda ukaliweke kwa njia ambayo iko na watu inapita sana, yani barabara iliyo busy. Iweke pale ama ulipasue pale. Inategemea vile wewe mwenyewe utataka. Ukitaka uliacha hapo uende, ama ukitaka ulipasue uende. Ile mbegu 4 ambazo ulitamka, ulichafuna, usimeze, ziteme kwa hiyo yai. Unafanya hivyo kila siku, alafu siku ya 7 unaenda unaiweka pale. Hiyo ni njia ya kuachilia ile amri kwa komandi yako, yani maamurisho yako yaende hewani kumtafuta yule jamaa. Sasa unaipasua ama unaiacha pale. Ule jamaa atakosa amani na atatafuta vile njia atakusaidia uweze kufanya nini? Uweze kurudisha hela. Atarudisha hela apende asipende. Maana si zake, ni haki kwamba wewe umefanya hilo kwa sababu unataka hela zako zirudi. Hiyo ni njia ambayo itakusaidia rahisi pesa kurudi. Si asante. Mungu akubariki na akupe neema ya kufanya haya. Nimekusaidia.